nikianza kuogopa kwa kile ambacho ninakiona, kwa sababu katika vivuli vyao nilikuwa nimeona pameandikwa neno mauti. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Mahali popote pale unaponitazama, naomba unisikilize kwa umakini sana, kwa sababu haya maono nilioonyeshwa sio ya kawaida, sio ya kawaida kabisa. Na sizungumzi hapa kwa mapenzi yangu, bali nazungumza kile ambacho nimeonyeshwa na kusikilizishwa kwa umakini sana. Nilijikuta nimesimama katika mlima mrefu sana, na nikawa nikitazama Tanzania kwa chini, mimi nikiwa juu, lakini Tanzania ile niliyokuwa ninaiona ilikuwa sio Tanzania ya kawaida. Kulikuwa na wingu jepesi na giza jepesi limefunika baadhi ya maeneo, na sehemu nyingine kulikuwa na mwanga mkali sana, kana kwamba kuna vita kati ya nuru na giza. Na hii ninazungumza kwa wale ambao ni viongozi wa nchi hii ya Tanzania. Ghafla nikasikia sauti ikisema, angalia viongozi wa nchi hii. Nikageuka nikaona jengo kubwa sana kama jengo la mamlaka. Ndani yake kulikuwa na watu wengi waliovaa suti, nikimaanisha kwamba viongozi. Na hili nitalizungumza hapa kwa kodi, na Mungu wa mbinguni aweze kukusaidia uweze kuijua kodi hii. Lakini cha ajabu, sio wote walikuwa na sura za kawaida. Wengine walikuwa na nyuso zao zilizokuwa zinabadilika mara kwa mara. Lakini kuna sura ambazo nilikuwa ninaziona, na wao walikuwa wamevaa suti ambazo zina mchanganyiko wa rangi, yaani nikimaanisha kwamba suti nyeusi na suti nyekundu. Na walikuwa wanabadilika kuwa wanadamu, mara na waona vivuli. Wanabadilika kuwa wanadamu, mara na waona vivuli. Na hawa ambao walikuwa wakibadilika mara kwa mara walikuwa ni watu ambao wana nyadhifa kubwa sana. Kumbuka kabisa kwamba katika mamlaka kuna watu 27, na katika hao watu 27 wamegawanywa, wengine wako wawili, lakini idadi yao wapo 27, na mmoja aliweza kuondoka, kwa hiyo mbakia 26, na hivyo wanategemea kumchagua mtu mwingine ambaye atalisi ile nafasi ya mtu aliyeondoka. Nadhani utanielewa, na Mungu wa mbinguni akusaidie kuweza kuelewa. Walipokuwa wanabadilika mara kwa mara na waona binadamu, mara na waona vivuli, nikaanza kutetemeka sana. Kisha nikaletwa karibu zaidi, nikaona meza kubwa, juu yake kulikuwa na vitabu, lakini baadhi ya vitabu vilikuwa vinawaka moto. Nikauliza rohoni kwamba ni nini hiki? Sauti ikasema, haya ni maamuzi, baadhi ni ya haki na mengine yanachoma taifa. Nilipokuwa nikitetemeka sana, nikaona kuna vitabu ambavyo vinateketea moto. Nilipojaribu kuuliza ni nini hichi, kwa sababu vilikuwa vinateketea vitabu tu, lakini jengo lipo salama na watu hawaungui, ikabidi niulize kwa yule aliyekuwa ananionyesha. Nikawa najiuliza hii ni nini? Ghafla nikasikia sauti inasema, haya ni maamuzi, baadhi ya maamuzi ni ya haki na mengine yanachoma taifa. Ghafla pepo mkali ukavuma, na bendera ya Tanzania niliiona juu ya jengo ikaanza kupasuka kidogo kidogo, sio yote bali sehemu yake. Katika maono nikaanza kulia, kisha nikaonyeshwa wananchi waliokuwa wanatembea bila mwelekeo. Wengine walikuwa wanalia, wengine wanapiga kelele wakisema, tunahitaji haki, tunahitaji ukweli. Lakini viongozi wengine walikuwa hawaoni hayo, walikuwa hawaoni kabisa, walikuwa hawaoni, kana kwamba kuna pazia limewafunika macho. Wakati wananchi wanapiga ya kwamba tunahitaji haki, tunahitaji ukweli, viongozi hizo kelele walikuwa hawazioni. Lakini nikaambiwa ya kwamba hizo kelele si kwamba hawazisikii, bali wamefunikwa macho kutokana na ugumu wa mioyo yao. Ndipo sauti ikasema kwa nguvu, waambie kama hawatabadili njia zao, kuna mambo matatu yatafuata. Mambo matatu yatafuata kama viongozi hawatasikia sauti ile inayopiga kelele ya kwamba tunahitaji haki na tunahitaji ukweli, basi kuna mambo matatu yatafuata. Nikawa nimekaa kimya kwa hofu kubwa sana, nikiwa ninaogopa. Nikawa naogopa sana.
Sauti ikaendelea, moja, mgawanyiko utaanza kuonekana taratibu, sio kwa kelele bali kwa siri. Tukumbuke kabisa kwamba mwaka 2025 wako ambao walikuwa wanapiga kelele wazi wazi, lakini kwa mwaka 2026 hasa mwezi huu wa 3, mwezi wa 4, wa 5, wa 6, watu hawataanza kuongea hadharani kama mwaka 2025. Wataanza kufanya ajenda zao za siri, yaani kupiga kelele ndani ya mioyo yao na kuweka mipango ni namna gani ambavyo haki na ukweli vitapatikana. 2, nikasikia sauti ya watu ikizidi kuongezeka na zikafika mahali hazitazuilika. Kwa ile mipango ambayo walikuwa wanapanga mara ya kwanza ya siri bila kuonesha kwa viongozi, kuna kelele nyingi ambazo zitavuma na hizi kelele zitazidi kuongezeka. Mwaka 2025 tukumbuke kwamba kuna baadhi ya kelele ambazo ziliweza kunyamazishwa, lakini kwa mwaka 2026 itakuwa ni ngumu kwa serikali wanyamazisha kelele watu hao, kwa sababu mkono wa Mungu tayari umeshanyoshwa. 3, Bwana akaniambia nitaleta upepo wa kusafisha na kila kisichosimama katika haki kitaondolewa. Kama unajijua wewe ni kiongozi, upo katika nafasi yoyote ile, nataka tu nikwambie kwamba huu wakati uliobaki ni wakati wa wewe kuamua kutetea haki, kuwa upande wa haki, kwa sababu Bwana anasema ya kwamba ataleta upepo mkali sana ambao utavuma juu ya wale wote ambao wanapuuzia mambo ya haki, wanapuuzia kabisa hawataki. Yes. Ghafla nikaanza kuona mwanga mkali sana ukishuka juu ya baadhi ya viongozi, na wale walikuwa na mioyo safi wakaanza kung'aa, lakini wale waliokuwa na giza ndani yao walishindwa kusimama, wakaanza kuanguka mmoja baada ya mmoja. Wale ambao walikuwa wanashindwa kusimamia haki wataanza kuanguka mmoja mmoja. Nikalia kwa sauti nikasema, je, hakuna rehema? Sauti ikasema kwa upole lakini kwa uzito, rehema ipo, lakini lazima watubu, lazima warejee katika haki. Ndipo ndoto ikaisha ghafla, nikaamka nikiwa na jasho, moyo unapiga kwa nguvu sana. Na sauti nilipoamka ikanijia katika mlima huu wa maombi, ikaniambia, sema, nenda kawaambie niliyokuonesha, kwa sababu hii ni ndoto si ya kuogopesha, bali ni ya onyo, na nenda kawaonye ili waanze kubadilika. Na haya ndiyo niliyooneshwa, si kwa ajili ya kuwatia hofu, bali kwa ajili ya kuamsha wale viongozi waliolala. Yoyote anayesikia aelewe, na mwenye nafasi ya kubadilisha na abadilike sasa au abadili, kwa sababu jambo ambalo linaenda kutokea katika nchi ya Tanzania linaenda kutokea si la kawaida, na hakuna yoyote anayeenda kulifanikisha hilo jambo isipokuwa Mungu aliyezifanya mbingu pamoja na nchi. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane kwenye unabii unaokuja, nikwambie nini ambacho kinaendelea kuonekana katika anga la Tanzania. Shalom, shalom. Bariki sana.